Kwa tunapoongelea neno kusifu, tunaongelea kile kitendo cha kukiri na kuamini juu ya ule uzuri ambao Mungu wetu yuko nao. Unaukiri ule uzuri kwa kinywa chako kwamba Mungu ni mzuri, na unaamini moyoni mwako Mungu ni mzuri. Mungu ana uzuri katika maeneo mengi. Kwenye eneo la kiroho ni mzuri, kwenye eneo la kimwili ni mzuri, kwenye eneo la kiuchumi ni mzuri, kwenye eneo la kiafya ni mzuri, kwenye eneo la elimu ni mzuri, kwenye eneo la maisha ya mjini ni mzuri, kwenye eneo la maisha ya kijijini ni mzuri. Kwa Mungu kwenye kila eneo la maisha yetu ni mzuri, ni mzuri, ni mzuri, hanaga ubaya. Sasa ule uzuri alio nao Mungu kwenye kila eneo, kwenye kusifu unaukiri huo uzuri na unauamini moyoni mwako huo uzuri. Si kama tunaelewana? Tunaposema unaukiri, tunamaanisha unautamka kwamba we Bwana ni mzuri kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yako, na kile unachokitamka mdomoni pia unakuwa umekiamini na moyoni mwako. Ile Zaburi ya 63 ule mstari wa 2 hadi wa 5, kuna fundisho pale. Zaburi ya 63 ule mstari wa 2 hadi wa 5. Zaburi ya 63 mstari wa 2 hadi wa 5 inasema namna hii: ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu, nizione nguvu zako na utukufu wako, maana fadhili zako ni njema kuliko uhai, midomo yangu itakusifu. Ndivyo nitakavyokubariki maadamu ni hai, kwa jina lako nitaiinua mikono yangu. Nafsi yangu itakinai kama simba, itakinai kama kushiba mafuta na vinono. Kinywa changu kitakusifu kwa midomo ya furaha. Oh, haleluya, wana wa Mungu ali hai. Kwa katika hili neno tunaona namna ambavyo Mungu anasema atasifu, atatukuza kwa ajili ya fadhili zilizoko kwake na ule uhai uliopo kwake. Anasema nitaliinua jina lako, anasema nitainua fadhili zako, nitakubariki. Anaongea maneno mengi pale, lakini ninachotamani uone katika haya maneno yote anayoyaongea, nitainua mikono yangu, nitafanya hivi, nitafanya hivi, yote anakuja kuhitimisha mwishoni, anasema kinywa changu kitasifu kwa midomo ya furaha. Kwa hiyo haya mambo yote ya uzuri wa Bwana, utukufu anaokiri, nguvu anazozikiri, anaamini kwenye moyo wake na mdomo wake utasifu. Wacha tuangalie eneo la kuabudu na lenyewe likoje. Eneo la kuabudu lenyewe likoje? Tuangalie maana ya kuabudu. Maana ya kuabudu. Kuabudu ni kitendo cha kuamini na kukiri kwamba Mungu ni mmoja tu na hakuna mwingine unayeweza kumpa kipaumbele bali ni yeye peke yake. Kuabudu ni kitendo cha kuamini na kukiri kwamba Mungu ni mmoja tu, hakuna mwingine unayeweza kumpa kipaumbele bali ni yeye Mungu peke yake. Kwa kwenye kusifu, unasifu uweza wake, unasifu nguvu zake na utendaji wake. Ila kwenye kuabudu kwenyewe inakuwa tofauti kidogo. Kwenye kuabudu kwenyewe unaamini, unakiri, ila kinachoongezeka, unayemwamini na kumkiri anakuwa ni mmoja tu. Kwa sababu kusifu unaweza ukashare. Ninaweza nikamsifu mke wangu, naweza nikamsifu bosi wangu, naweza nikaisifu nchi yangu, naweza nikalisifu kanisa langu, na isiwe dhambi, kwa sababu kusifu hakuna mipaka. Nguvu za zozote kile unaweza ukazisifu. Ila kwenye kuabudu kwenye kuna utofauti. Kwenyewe huwezi kuabudu kitu kingine bali ni Mungu peke yake.
hupaswi kumwabudu mke wako, hata kama unampenda kiasi gani, hupaswi kumwabudu. Hupaswi kumwabudu bosi wako, hata kama ni bosi mwema kiasi gani, hupaswi kumwabudu. Hupaswi kuiabudu serikali ya nchi yako, hata kama ina manufaa. Kwa hiyo kwenye eneo la kuabudu tunaona ni eneo ambalo limekaa individual, uniqueness, lina upekee, kwamba ninakikiri hicho kitu, ninakiamini na ninakiabudu chenyewe kimoja peke yake, na kuwa sina kingine. Na kwenye kuabudu tunasema ni kukipa kipaumbele hicho kitu kuliko kitu kingine. Unaposema na muabudu Mungu, maana yake ni kwamba Mungu umempa kipaumbele kuliko kitu kingine kwenye maisha yako. Tukisema unamwabudu bosi wako, ina maana umempa kipaumbele bosi wako kuliko kitu kingine. Asa ukirudi kimaandiko, hatupaswi kukipa kipaumbele kitu kingine zaidi, bali ni Mungu peke yake. Wacha kwanza tupite pale tufanye Bible study kwenye Zaburi ya 86. Kuna kitu tupate pale. Zaburi ya 86 ule mstari wa 8 hadi wa 10. Zaburi ya 86 ule mstari wa 8 hadi wa 10. Zaburi ya 86 mstari wa 8 hadi wa 10 inasema namna hii: katikati ya miungu hakuna kama wewe Bwana, wala matendo mfano wa matendo yako. Mataifa yote uliowafanya watakuja watakusujudia wewe. Unaona, Bwana, watalitukuza jina lako. Umeona Kwa kuwa ndiwe uliye mkuu, wewe ndiwe mfanya miujiza, ndiwe Mungu peke yako. Unaona hili neno, anasema katikati ya miungu hakuna kama wewe Bwana. Kwa kwenye kuabudu unatoa priority kwamba kuna miungu mingi, ila katika hiyo miungu mingi hakuna kama Bwana wako. Yeye ndio umempa kipaumbele. Ndio maana tunasema unamwabudu. Na ndani ya kuabudu kuna kusujudu, kuna kutukuza. Ndani ya kuabudu kuna kusujudu na kuna kutukuza. Kwa kusujudu na kutukuza kuko ndani ya kuabudu. Huwezi ukakisujudia kitu kama ukiabudu. Huwezi ukakitukuza kitu kama ukiabudu. Kwa watu wa Mungu wale hai, tunapokuja kuunganisha hivi vitu viwili, yani kitu cha kwanza ambacho ni kusifu na cha pili ni kuabudu, tunagundua kwamba kusifu na kuabudu siku zote vinafanya kazi kwa pamoja. Kusifu na kuabudu siku zote vinafanya kazi kwa pamoja. Unapomsifu Mungu lazima umuabudu Mungu. Unapomwabudu Mungu lazima umsifu Mungu. Huwezi ukamsifu Mungu peke yake bila kumwabudu na ibada yako ikawa na kibali. Haiwezekani. Na hauwezi kumwabudu Mungu peke yake bila kumsifu na ibada yako ikawa na kibali. Kusifu na kuabudu vinaenda sambamba. Ndiyo, kwenye kusifu tumesema utofauti wake ni kwamba unaweza hata ukamsifu mke wako, ukamsifu bosi wako na isiwe dhambi. Ndiyo, ila tunapokuja kwenye swala la Mungu, Mungu anatakiwa umsifu na umwabudu. Umwabudu na umsifu. Mzazi wako, mke wako, bosi wako, yeye unampa heshima moja tu ya kumsifu basi. Ila kumwabudu haupaswi kumpa mzazi wako, mke wako, bosi wako. Ila Mungu yeye haumpi heshima moja peke yake. Yeye unampa zote double. Unampa ya kumsifu, unampa na ya kumwabudu, na inaenda ikifanya kazi. Si kama tuko pamoja wana wa Mungu wale hawa. Kitabu kile cha Waefeso sura ya 3 ule mstari wa 14 hadi wa 15. Kuna kitu pale. Waefeso sura ya 3 ule mstari wa 14 hadi wa 15. Waefeso sura ya 3 mstari wa 14 hadi wa 15. Inasema namna hii: kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote mbinguni na duniani unaitwa. Unaona anachosema kwamba kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwake yeye ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa. Haya ni maneno yenye kuonyesha ibada ya kusifu na kuabudu ndani yake. Kwanza anaamini kwamba Mungu ni Baba mbinguni na duniani. Lakini pili, anakiri kwa kinywa chake,
anakiri kwa kinywa chake kwamba kweli Mungu ni Baba mbinguni na duniani. Huko ni kusifu na kuabudu. Kusifu na kuabudu kunaambatana na mambo mawili makubwa ambayo ninayarudia sana. Ninatamani kila mtu aelewe. Mimi ninapofundisha huwa napenda sana kurudia kitu kimoja, kukisema kila muda, kwa sababu natamani hata wale ambao ni wagumu kuelewa waelewe tena na tena. Nasema hivi, katika kusifu na kuabudu kunaenda na mambo mawili. Kwanza, kuamini ukuu wa Mungu. Pili, kukiri ukuu wa Mungu. Kwa mfano, unaweza ukawa unanisikiliza na ukakubali namna Mungu anavyonitumia kufundisha. Nikupe tu mfano mwepesi. Kwenye moyo wako ukawa unasema, aisee, sijawahi kuona mwalimu kama Mwalimu Petro. Nakupa tu mfano, japo si mzuri sana, lakini nakupa mfano. Unasema sijawahi kuona mwalimu kama Mwalimu Petro. Kwenye mdomo wako unasema hivyo. Afu kwenye moyo wako unasema, huyu mwalimu bwana mbabaishaji. Kwa mdomoni unachokiri, Mwalimu Petro ni mwalimu mzuri. Moyoni unasema Mwalimu Petro ni mbabaishaji. Sasa kwa nini unakiri mdomoni kunisifu? Labda kwa sababu unakuwa labda unaniogopa, unataka kusema hivyo ili nikuone wewe ni mtu mzuri kwangu. Afu moyoni ndio umebeba uhalisia wako. Sasa kumsifu na kumwabudu Mungu hakuendagi hivyo. Huo ni unafiki. Kumsifu na kumwabudu Mungu, kile unachokisema moyoni kwamba Baba nakupigia magoti, ninakiri wewe ndio Baba, hakuna Baba kama wewe, unachokisema mdomoni, na kwenye moyo unakuwa umeamini hivyo kwamba Mungu unampigia magoti, hakuna Baba kama yeye. Kwa hivyo vinaenda pamoja na kukiri mdomoni na kuamini moyoni. Kigezo kikuu cha kusifu na kuabudu, huwezi ukamsifu na kumwabudu Mungu kama moyoni mwako una muunganiko na miungu mingine. Huwezi kumsifu na kumwabudu Mungu vizuri kama moyoni mwako una muunganiko na miungu mingine. Kwa unapotaka umsifu na kumwabudu Mungu kwa ufanisi, lazima uhakikishe kwenye moyo wako hauna muunganiko na miungu mingine. Angalia hichi kitabu kinavyoongea vizuri, kitabu cha Kutoka ile sura ya 20 mstari wa 2 hadi wa 5. Kutoka sura ya 20 mstari wa 2 hadi wa 5. Kutoka sura ya 20 mstari wa 2 hadi wa 5 inasema namna hii: mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Kwa Mungu anaongea genuine kwamba yeye ni Mungu Bwana wa wote wenye mwili. Anasisitiza tusiwe na miungu mingine ila yeye peke yake. Tusiabudu kitu kingine wala tusitengeneze mfano wa kitu kinachofanana na yeye, au hata kitu chochote kile tusikitengeneze tukakiita Mungu kama yeye kwa kukiita na kukiamini. Anasema ukifanya hivyo umekiabudu. Kwa unapokuwa na kitu kingine ukakiweka kwenye nafasi ya Mungu kwa kukiita na kukiamini, ni sawa na umekiabudu hicho kitu. Muombaji unayenisikiliza muda huu, muombaji, unatakiwa kutambua hili jambo mapema, kwamba kama muombaji, wito wako mkubwa ulioitwa kwenye eneo la maombi ni kumsifu na kumwabudu Mungu katikati ya maombi yako. Kila huduma ina huo wito, lakini kwa sababu tunaongea na waombaji, tutaongea kwa lugha ya kimwana maombi. Muombaji, priority yako, kipaumbele chako katikati ya maombi yako ni kumsifu na kumwabudu Mungu. Hicho tu ndio kipaumbele chako. Shida inapoanzia, waombaji wengi tunaposogea mbele za Bwana, tunakuwa na vipaumbele vyetu vya kupenda kumueleza Mungu shida zetu kuliko kumsifu na kumwabudu. Wapendwa, ninaomba turejee kwenye mstari
wa kanuni za kimaombi. Kusifu na kuabudu ni kitu muhimu sana kwa muombaji, kwa sababu kusifu na kuabudu ni sehemu ya sala katika maombi. Kusifu na kuabudu ni sehemu ya sala katika maombi. Angalia wana wa Israeli walipokuwa wanasafiri kutoka Misri kuelekea nchi ya ahadi. Farao alikuwa anawafuatilia njiani. Jeshi la Farao lilipowazunguka na kutaka kuwaangamiza, moja ya maombi waliofanya wana wa Israeli ni kusifu na kuabudu. Ni kusifu na kuabudu. Angalia kwenye kile kitabu cha Kutoka, ile sura ya 15, ule mstari wa kwanza hadi wa 11, uyaone yale maneno ya hawa waombaji wa Kiisraeli. Kutoka 15 mstari wa kwanza hadi wa 11. Kutoka 15 mstari wa kwanza hadi wa 11. Nitakusomea usikilize pole pole. Angalia. Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu wakanena. Unaona, wakamwimbia wakanena na kusema, nitamhimidi Bwana kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Unaona wanapoanza kutamka haya maneno, ni maneno ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Anaendelea kusema, Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu. Unaona anavyomsifu Mungu kwamba wewe ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu nami nitamsifu. Ni Mungu wa baba yangu nami nitamtukuza. Umeona eh? Anaendelea kusema, Bwana ni mtu wa vita. Bwana ndilo jina lake. Magari ya Farao na jeshi lake amewatupa baharini. Maakida yake wateule wamezama katika bahari ya Shamu. Umeona eh? Anavyoendelea kumkebei Farao katika lengo la kumsifu Mungu. Vilindi vimewafunikiza, walizama vilindini kama jiwe. Bwana mkono wako wa kuume umepata. Umeona eh? Fahari ya uwezo wa Bwana, mkono wako wa kuume wawasetaseta adui. Unaona kwenye kumsifu Mungu kulivyo, unakuwa na maneno matamu kwamba fahari ya mkono wa Bwana imewasetaseta adui. Afu anaendelea kusifu, kwa wingi wa ukuu wako wawaangusha chini wanao kuondokea. Anaendelea kusema, wapeleka hasira yako nawe huwateketeza kama mabua makavu. Kwa upepo wa mianzi ya pua yako maji yalipandishwa, mawimbi yakasimama juu wima, mfano wa chungu vilindini. Anaendelea kusema, vikagandamana ndani ya moyo wa bahari. Adui akasema, nitatafuta nitapata, nitagawanya nyara, nafsi yangu itashibishwa na wao, nitaufuta upanga wangu, mkono wangu utawaangamiza. Angalia anavyomalizia kwa kusema, ulivuma kwa upepo wako, naam, bahari ikawafunikiza adui, naam, wakazama kama risasi ndani ya maji makuu. Orabo shakaraba. Bwana, katika miungu ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe? Mtakatifu katika utakatifu, mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa zako, mfanya maajabu. Kimsingi ukiisoma hii Kutoka 15 nzima ni sala tupu ya kusifu na kuabudu. Ni sala tupu ya kusifu na kuabudu ambayo hawa waombaji wa Israeli waliomba walipovuka ile bahari ya Shamu. Muombaji ulioko hapa, unakwama wapi? Unafeli wapi? Hebu amka, na kuamka kwako maombi yako yawe kama haya, maombi yenye kusifu na kuabudu. Na kile unachokiri juu ya ukuu wa Mungu katika kusifu kwako na kuabudu, hakikisha na moyoni ndivyo unavyoamini.